waziri wa utumishi na waziri wa TAMISEMI. Watu wakiiba mahali, wameiba Tarime, msiwahamishie kwingine, wafukuzeni. Mwizi, mzembe, mvivu, wala tusihangaike, wala tusiwe na uso wa huruma. Unamhamisha nini? Kwa nini mwizi akaibe na kwingine? Hata kama alishahamishwa, mrudisheni, fukuzeni. Nilipita sehemu moja nikakuta wamegawana milioni 300. Fedha za mradi wa maendeleo wamegawana. Nikapita kwingine nikakuta wamegawana zaidi ya milioni 400. Waliposikia ziara wakazirudisha. Nikamwambia hata kama wamezirudisha, fiekeni wote. Nikapita kwingine kule nikakuta wamefanya matumizi mabaya na wapo kazini na wameomba fedha zingine, na wenyewe niliwaambia kamateni, wekeni ndani, msiwatoe mpaka hizo fedha zirudi. Tutasimamia matumizi bora ya fedha za umma ili wananchi waweze kunufaika kupitia miradi hiyo ya maendeleo. Nimekuwa nikipita hata katika baadhi ya maeneo. Mheshimiwa Rais amejitahidi sana, na mimi nawaambieni, tunaposema rais hatumdai, ni kweli hatumdai. Ametekeleza miradi mingi ya maendeleo. Kama tunamchwa huku, hatua zinazotakiwa kuchukuliwa ni kukabiliana na mchwa hao. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, hiyo ni moja ya kazi nitakayofanya. Unapita eneo, Mheshimiwa Rais amejenga ndani ya miaka takriban 4. Na mimi niwaambieni, katika maombi yetu, kila mtu kwa imani yake, tumuombee kiongozi huyu, kwa sababu hii kazi ingekuwa nyepesi, ingeshafanyikaga siku nyingi. Nitawapa mfano tu. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru, tulikuwa na halmashauri zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Yeye kajenga ndani ya miaka 4 zaidi ya hospitali 110 za wilaya. Tulikuwa na tarafa hazina hospitali, vituo vya afya, amejenga zaidi ya vituo 649. Tulikuwa na magari mawili tu ya kuchimba maji nchi nzima. Ndani ya miaka yake 4-5 hii amenunua, kila mkoa una gari lake la kuchimba maji. Nimeenda Arusha pale, nikakuta pale Namanga wamechimba maji mita 300 kwenda chini, viwanja 3 vya mpira kwa kutumia magari hayo walionunuliwa. Kila mkoa una gari lake. Kila ukanda una gari la kuchimba mabwawa. Kila ukanda una gari la kupima maji yako wapi. Amefanya kazi kiongozi. Sasa na maeneo mengine mengi yakiwemo, kila hospitali za rufaa zimepelekewa MRI, kila hospitali za mikoa zimepelekewa CT scan. Vipimo vile vile unavyoweza kuvikuta India, Marekani, Ulaya, vimepelekewa kwenye hospitali zetu za mikoa. Hii ni aina ya kiongozi anayejali maisha ya watu. Sasa ninachosema ni nini? Jambo la kiutawala ambalo hizo lawama hapaswi kupelekewa rais. Amejenga hospitali, ameleta madaktari, ameleta vifaa vya vipimo, ameleta bajeti ya dawa. Tunapokwenda kwenye usimamizi, tunaambiwa kwenye taarifa utoshelevu wa dawa 95%. Lakini inatokea kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kuipata? Kama sio hizo za serikali mnazipigisha chepuo zinaenda huko. Kama mjachepusha, basi mmetaka zisitoke kwa sababu mna biashara zenu, mnawaelekeza wakanunue kule ili biashara zenu zitoke. Na mimi kwa sababu nimekulia ndani ya serikali, michezo hii yote naijua. Tutaelewana tu. Na kwa sababu ni mjukuu wa Mara, hata msifanye kupima vipimo vya DNA. Sisi watu wa Mara huwa tumenyoka hivi, hatuogopi kitu, na wale ambao wanafanya haya watashika adabu tu. Kwani kuelekeza Raimo, kaa na wasaidizi wako,
hospitali za mkoa, za wilaya, vituo vya afya, zahanati. Kwanza, nunueni dawa zinazostahili katika eneo husika. Kila mkoa una aina ya magonjwa yanajulikana. Ukienda Morogoro, tulikuwa tunaambiwa tangu zamani kuna typhoid. Ukienda Zanzibar hamna malaria. Ukienda wapi huku Dodoma yalikuwa yanajulikana mambo ya macho. Msinunue dawa nyingi katika eneo ambazo hazitumiki. Lakini la pili, nimewaelekeza viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kufuatilia kila fedha inayokwenda kwenye manunuzi ya dawa. Tujue zimekwenda shilingi ngapi na dawa zilizonunuliwa zimekwenda wapi. Tunataka wananchi wanufaike na malengo na matunda ambayo Mheshimiwa Rais anaweka jitihada akitaka Watanzania wanufaike nayo. Kwa hiyo nilikuwa naelezea eneo la uwajibikaji. Hili ni moja ya eneo ambalo nimesema ni lazima tutaendelea kulitilia mkazo. Mengine kisheria tutabadilisha, na Mheshimiwa Rais alishasema sheria isiwe kikwazo cha kuhamisha shughuli za maendeleo, na mengine tutasimamia kurekebisha mienendo ya kiutawala, mambo ambayo yanafanywa kwa namna ya kiutawala. Sasa ninapoelekea kumaliza, niwaombe nisisitize mambo mawili. Jambo la kwanza na yasema hapa Tarime, nimesema nilipokuwa Kilimanjaro, nimesema nilipokuwa mikoa mingine yote nilikopita. Nawaambia viongozi wenzangu wote na Watanzania wote kwa ujumla, nimetangulia kusema pale mwanzo, tuna kazi kubwa mbele yetu. Dira 2050 ndio kwanza imeanza jana. Bajeti ya mwaka mpya wa fedha baada ya uchaguzi, bajeti ya kwanza ndio kwanza ina siku moja ya utekelezaji wake. Ilani ya uchaguzi ambayo ni moja ya nyenzo za utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Ilani mpya ndio kwanza utekelezaji wake tumeanza jana, ina siku moja, leo siku ya pili. Ninyi viongozi wenzangu katika baadhi ya maeneo, tunaachaje kujikita kwenye utekelezaji wa shughuli za maendeleo, tukaelekeza macho kwenye shughuli za maendeleo, kuwasaidia wananchi hawa, kwamba ndio tuna siku mbili tu ya utekelezaji wa ilani mpya, ilani ya miaka 5. Tuna mipango ya miaka 5, ndio kwanza tuna siku ya pili ya utekelezaji wa ilani. Sisi tuko bize kujipanga na uchaguzi mwingine. Hizi tamaa za wapi hizi? Tuna siku moja tu ya utekelezaji wa ilani mpya. Tuna siku moja ndio tumeshatekeleza bajeti mpya, na inawezekana hata mifumo haijaanza hata kufanya kazi. Dira mpya ndio tumeanza. Watu mnatoa wapi nguvu za kukimbizana na makundi ya uchaguzi ya 2030? Hivi ni nchi serious kweli? Yaani kweli tunaacha maendeleo? Ndio kwanza tuko siku ya pili. Watu mko bize vikumbo tu, vikumbo, yaani kote. Ndio maana nimesema kwenye yale yaliyoko TAMISEMI, hivi mwezi wa 8 napeleka sheria, naenda kufuta huu utaratibu wa kuchagua makamu mwenyekiti wa halmashauri, sijui makamu meya kila mwaka. Upuzi mtupu. Watu wanakuwa bize kuwaza madaraka, bize kuwaza vyeo, bize kuwaza matumbo, hatuwazi shida za wananchi. Yaani hata bibi mjane amenyang'anywa kiwanja. Bibi mjane kanyang'anywa kiwanja. Hata hilo mpaka afike waziri mkuu. Tuna kamati za maendeleo, tuna baraza la madiwani, tuna viongozi chungu nzima kote. Hatuwezi tukapiga hatua kama tutakuwa tunaoneana aibu kuambizana mambo ya ukweli. Watu tubadilike. Tumemaliza uchaguzi, tuelekeze nguvu kwenye shughuli za maendeleo.
Maendeleo ndicho watu wanachokitaka. Unakuta eneo moja watoto wanapelekwa na maji linahitaji daraja la shilingi milioni 15, milioni 20, milioni 25. Halmashauri wapo kuanzia wataalamu na madiwani wao wamegawana makundi ya kutafuta vyeo. Haya lazima tuambizane ukweli. Nilipita mkoa mmoja, hata mwaka wa fedha haujaanza, mkurugenzi yuko busy anatafuta mbunge wake. Mbunge hajaanza hata kutekeleza ilani ya mwaka huu wa uchaguzi. Mwenyekiti amechaguliwa halmashauri, yuko busy kutafuta ubunge. Mkurugenzi yuko busy kutafuta mbunge. Mbunge yuko busy kulinda ubunge wake. Wananchi tutawatumikia lini? Niliwaonya mkoa mmoja kule nilikopita, niliwaonya nikamwambia mwenyekiti wa halmashauri, utapoteza na huo udiwani. Lazima ukiaminiwa umepewa nafasi, basi fanyia kazi hiyo nafasi tukuone. Haiwezekani watu unaaminiwa unahangaikia tu unahangaikia tumbo lako tu kutafuta cheo tu, huhangaiki na shida za watu hapo. Bunge linalofuata tunaenda kuibadilisha hiyo sheria. Eneo moja wapo hilo tutakuwa tumeshughulikia. Lakini mengine tutasimamia, tutashughulikia kiutawala. Maeneo mengine, na bahati nzuri sana leo naongea na mjumbe wa kamati kuu yupo, mkuu wa mkoa yupo na mwenyekiti wa mkoa yupo. Ikiwemo na mkoa wa Mara, hammalizi makundi ya uchaguzi. Wananchi hawa hawatakula uchaguzi. Wananchi hawa wa Tarime, wananchi hawa wa mkoa wa Mara hawatakula uchaguzi. Hawa wanataka barabara ipitike. Hawa wanataka mazingira bora ya biashara, wanataka maji, wanataka umeme. Simamieni kwa bidii miradi ya maendeleo. Haya lazima tuambizane kweli. Sasa ninyi hapa ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa bajeti mpya jana. Ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa ilani jana. Ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa dira jana. Tuna miaka 5 kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Ninyi wenzangu mtakaaje kila siku mmenuniana uchaguzi? Mtakaaje kila siku makundi ya uchaguzi? Madaraja mtasimamia lini? Mtasimamia lini? Na ndugu Msisi, wengine wanahangaika tu nini? Mbunge unajua aliteuliwa tu na chama. Hivi nyinyi watu wa Tarime? Ninyi watu wa Tarime? Hivi ninyi nisikilizeni vizuri. Ninyi watu wa Tarime hamjaujua utaratibu wa masuala ya uteuzi? Mwaka 2020 mwenyekiti wa CCM akiwa rais John Pombe Magufuli, wabunge walioshinda kura za maoni na hawakuteuliwa walikuwa 70. 70 walishinda kura za maoni, walikuwa wabunge, lakini chama kilipokaa hakikuwateua. Kwa sababu chama kinapekua, hiki ni chama dola, kinafanya upekuzi. Sasa mwenyekiti wa mtaa tu umekaa siku moja umenuna kwamba uteuzi au kufuata maoni yako. Wewe ndo kamati kuu? Ama diwani wewe umekaa tu umenuna unajua kamati kuu haikufanya tulivyotaka. Wewe ndo kamati kuu? Mtachelewesha maendeleo ya wanatarime bila sababu. Uchaguzi utakuja 2030. Na Msisi yuko hapa. Na wala si jambo la ajabu, hii chama ndio kinateuaga hivyo. Chama hiki kinateuaga hivyo. Hata wakati wa Mwalimu Nyerere, mzee Sita alishinda akakatwa, ndio. Aliwahi kutolewa pia.
Sijui mzee Sita au nani yuko nani kiongozi senior tu aliwahi kutolewa pia. Hiki chama kinafanyaga tu maamuzi yake. Ninyi Tarime mnaanza kulumbana na hayo. Sasa mbunge wenu kwani alijiteua? Eti nyie mbunge wenu alijiteua? Ninyi bwana nyie. Tusipoteze muda wa shughuli za naenda na wapi huko kwingine nitaenda niwaambie huko wapi huko. Kwa sababu kamati kuu maeneo ambako haikuteua walioongoza waliotangulia ni maeneo mengi tu chungu nzima zaidi ya 50. MCM mkadhani ni Tarime tu. Mtachelewesha maendeleo bila sababu. Elekezeni nguvu kwenye masuala ya miradi ya mkataba wenu na mbunge ni miradi ya maendeleo. Kamati kuu imefanyaje? Hilo ni jambo la kamati kuu. Hata yeye kuandika barua kuomba ateuliwe. Niliwahi kupita sijui wapi huko eneo moja huko Arusha, nikakuta wanalumbana, huyu diwani hakushinda kura za maoni, sisi hatukumteua. Nikamwambia sasa halmashauri kuu ya mkoa ilimteua huyo diwani. Halmashauri kuu ya mkoa ilishamteua, na kwa mujibu wa chama chetu vikao vya uteuzi vikishateua, hilo sio jambo la mteuliwa. Sasa mwenyekiti wa chama, na hili nakuelekeza sio la mbunge wala sio la wabunge. Kama wapo watu wanaendelea kuendekeza makundi ya uchaguzi, na mimi ni mjumbe wa kamati kuu, wewe weka orodha yao, alafu tuje tuone watakapotaka madaraka watapitia chama gani. Nikazie hapo. Nikazie hapo. Ninachokazia ni nini? Ndugu zangu, tulishamaliza uchaguzi. Si nafasi tu ya ubunge, si nafasi ya diwani, si makamu mwenyekiti, si mamea. Ndugu zangu, wananchi hawa, mimi nimezunguka, nimejionea, na mimi nimetokana na hizi jamii za watu wa kawaida. Watanzania wana matatizo mengi sana ya msingi, na kitu wanachotaka sio sisi kulumbana. Wanataka wapate ufumbuzi. Wanataka wapate ufumbuzi wa mambo yanayowakabili. Anasema wanyonge wanaumizwa. Ndio, watu wanataka haki zao. Mtu ana jambo lake asikilizwe na lipate ufumbuzi. Na nchi yetu ina muundo mzuri sana wa utawala. Ndio, twendeni tuelekeze nguvu kwenye masuala yanayohusu wa Tanzania. Haya mambo ya makundi hivi na kila leo si nini haya tutayaongea ndani huko kila siku, lakini kwa sababu TAMISEMI inaangukia ndani ya ofisi ya waziri mkuu, kwa kweli haya nawaambia hatutayavumilia. Hatuwezi tukawa na baraza la madiwani halishughuliki na mambo ya halmashauri afu tukanyamaza. Haiwezekani. Na ninayosema hapa sisemei Tarime, nasemea nimeshapita maeneo mengi na kutana na mambo ya aina hii. Lazima tuendelee kuambizana, lazima sote ikiwemo na nyie Tarime, lazima tujikite, waheshimiwa madiwani, na ninyi na mitaa yenu na mabaraza yenu ya maendeleo. Twendeni tujikite na mimi zozo mingine hii mnaweza kuwaondoa Watanzania kwenye mikwamo ya aina hii. Nimesema hilo, niliwaambia nitasema mawili. La mwisho, mipango yote ya maendeleo. Na kwa kweli watu wa mkoa wa Mara mna wabunge wazuri tu. Jana nilikuwa Tarime pale vijijini, niliwaambia mna Mheshimiwa Mwita Waitara, jembe, mbunge bora kabisa, na niliwaambia tena ni waziri wa akiba. Tarime oye! Niliwaambia Mwita wakati anasoma alikuwa anagombea urais wa serikali ya wanafunzi. Mimi ndo nilikuwa napanda jukwani kumuombea kura, lakini pia na mimi ndo nilikuwa nampa Vicente ili afanye kampeni. Na tangu siku ile namfahamu, ni jembe kwa kweli.
ameshakuwa kwenye chama, ni jembe, ameshakuwa serikalini, na hata sasa nimemwambia nini? Ni waziri wa akiba. Ukishakuwa mbunge ni waziri wa akiba, upo tu hapo. Lakini nimepita pia pale Rorya, nimewaambia wanambunge, na ni mwenyekiti wa kamati tena inasimamia shughuli za nchi nzima. Niliwaambia wanambunge jembe, na pale nikawaambia waache kuwazawaza mambo ya koo ya kabila, tunacheleweshana tu. Wewe unahangaika kwa nini kuhusu rangi ya paka? Kama anakamata panya tu, si ndio shughuli uliomtuma? Nikawaambia wanambunge jembe. Lakini pia wako Bunda, wa Bunda mjini, jana tulikuwa na yule wa vijijini pia, Esther Bulaya, jembe. Mama wa Mafao, jembe. Wanafanya kazi nzuri. Lakini pia ninyi hapa mna mbunge Esther Matiko, mhadhiri wa chuo kikuu. Mhadhiri wa chuo kikuu. Mhadhiri wa chuo kikuu. Na Esther Bulaya alikulia ndani ya CCM. Kuna muda akapata tiketi nyingine. Mjumbe wa CC yuko hapa, tulikuwa tunaomba kila siku arudi. Lakini mbunge wenu hapa tangu ameingia mle bungeni, ni mbunge kwa kweli, material ya mbunge, anajenga hoja kila mahali. Hamna wizara asiyoijua. Ameshakuwa kamati ya bajeti mara zote. Na hata mwaka wa 2020 ninyi wenyewe hapa Tarime, mwaka 2020 si aligombea huyu? Lakini si aligombea kupitia kwingine kule. Alifanya tupate ushindi kwa nguvu kubwa, ushindi wa bahati kama ubingwa wa Yanga tuliopata mwaka huu. Manake Yanga wameishinda timu yangu ya kazini kwa bahati sana mwaka huu. Sasa si ni huyu Esther yule tena ambaye alisababisha mwaka 2020 tupate ubingwa kwa ugumu kama ubingwa wa Yanga wa mwaka huu. Mnaye mbunge ni mfuatiliaji. Basi ni mbunge anayeweza kufuatilia mambo ya Wanatarime. Sasa nimalizie jambo moja la mwisho. Na kwenye hili la mwisho nawaomba wakati mnatulia naombeni, wakati mnatulia namalizia kwenye notisi zangu. Tuna mbunge wa mkoa, jana walikuwa wawili, leo yuko mmoja. Na hatujamkaribisha hapa, ametoka kuongea pale Rorya. Jana aliongea Nyamongo, yule mwingine aliongea kule Serengeti. Huyu naye ni mbunge na mbunge wa mkoa, mbunge mfuatiliaji, mbunge material, lakini pia ni mbunge mzoefu. Na yeye tulikuwa naye, ameshatoka kuwasemea, anawasemea kina mama kila wakati. Mfuatiliaji wa masuala ya kina mama, na ninyi mnajua. Sasa nawaombeni tutulie wote. Nimalizie hili moja kabla hatujaenda kuwasikiliza wale wenye hoja zao. Ndugu zangu, haya mambo yote tulioyaongea, ikiwemo na mipango ya mtu mmoja mmoja, haiwezi ikafanikiwa. Hii mipango yote ya barabara, yote ya afya, yote ya elimu. Tena Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitaka kusahau jambo moja. Mheshimiwa mbunge wa Tarime mjini alinilalamikia jambo la mlima. Wanataka kujenga chuo, wanasema. Kama wanataka kujenga chuo na mbunge ameng'ang'ania, anataka wajenge chuo, wapatieni wajenge hicho chuo. Hilo ni jambo la msingi. Angalieni upya huo uamuzi. Hiyo ni ajenda ya maendeleo na mlishawahi kuiongelea na nyie kwenye RCC. Mbunge ameendelea kuifuatilia, kashafika mpaka kwa waziri, kashafika mpaka kwangu. Liangalieni upya, lifuate taratibu, wapatieni huo mlima wajenge hicho chuo. Nilikuwa nasema kitu gani? Mipango yote hii ya maendeleo tunayoipanga, na waombeni tusikilizane, hatuwezi kuifikia
kama nchi yetu haina amani. Mipango yote tunayosema, mambo yote mazuri tunayosema, hata mipango ya mtu mmoja mmoja ulionayo Mwanatarime, hatutaweza kufanikisha kama nchi yetu haina amani, kama nchi yetu haina usalama, kama nchi yetu haina mshikamano. Na ndugu zangu Wanatarime, nawaambia hili, ndugu yenu, mjukuu wenu, nawaambia hili, amani ya Wanatarime hapa Tarime, mnufaika wa kwanza wa amani ya Wanatarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Haya, nawaombeni tuendelee kuongea ngazi ya familia, tuelewane. Mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni nyewe wenyewe Wanamara. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Na hivyo kinyume chake, waathirika wa kwanza, naombeni tusikilizane hamasa. Hivyo waathirika wa kwanza amani ikivunjika Tarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Na mimi nimewaambieni, nimekulia serikalini, hata baadhi ya vitu vya miradi ya maendeleo ambavyo ninyi huwa mnaviona vya serikali, mimi nawaambieni si mali ya serikali, ni mali ya umma. Mimi nimekuwa hazina pale, hamna fedha inayoitwa fedha ya serikali. Fedha ni fedha ya umma, mwenye fedha ni wewe hapo. Umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge shule. Umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge barabara ya lami. Kwenye kipato chako umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge hospitali. Kwenye maisha yako umejinyima, kwenye kipato chako kile umejinyima sehemu ya fedha yako ili tujenge mahakama. Hii ni mali ya umma, sio mali ya serikali. Hii ni mali ya umma, si mali ya chama fulani. Leo hii ukaamua Mwanatarime kuvunja amani hapa Tarime, waathirika wake hawawi Kyela. Wanatarime, mkichoma hospitali yenu ya wilaya yote ikaisha, akina mama wa Kyela watashindwa kujifungua? Eti watakosa hospitali watu wa Kyela? Watu wa Nkasi watakosa hospitali nyie mkichoma hapa Tarime? Wao wataendelea kutibiwa kule Nkasi. Mkichoma mahakama hapa ya Tarime, wale wa Mkuranga wao wataendelea na huduma za kimahakama. Ninyi mkaamua kuchukua sururu, mtifue, mchimbe barabara zote hizi au wale wa Kigoma wao wataendelea kupita kwenye barabara za lami. Naendelea kufafanua kwa lugha ya kawaida ili tuelewane kwamba mnufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni Mwanatarime mwenyewe, na hivyo mwathirika atakayepata madhara wa kwanza ikivunjika amani Tarime ni Mwanatarime mwenyewe. Ndio maana kwenye Biblia mkisoma, Mungu alikuwa anawaambia tena wale waliokuwa utumwani, anawaambia uombeni mji ule nilikowafanya kuwa watumwa, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani alitaka hata mji ulioko utumwani, yeye anasema uombeni, kwa sababu bila amani wa mji ule hata ninyi hamtapata amani. Ndio maana kila wakati nawakumbusha wale ambao hawapo hata Tanzania, wanakuelekeza kwa grupu la WhatsApp kwamba washa moto kwenye nchi yako, hawakutakii mema. Wao kule kwao wanakofugwa hawawezi hata kutupa kichwa cha njiti ya kiberiti chini. Hawawezi hata kutupa takataka barabarani. Hawawezi hata kutupa lile kapi la bablish kwenye barabara ya lami. Wako kwenye kiyoyozi, wanakutumia message kupitia WhatsApp ama social media yoyote, sijui Instagram, sijui nini, wanakuambia wewe nenda kabomoe daraja kwenye nchi yako,
hawakutakii mema. Kwa sababu yeyote ile, mtu anayekupenda na anayewapenda wazazi wako na anayewapenda watoto wako hawezi akakutuma uharibu mali ya kwako mwenyewe. Hapo ndipo ninapotofautiana nao, kwamba wao wengine hata uraia wa nchi hii hawana, wamebakiza Kiswahili tu, kwamba wanaongea Kiswahili. Wanakutumeni muashe moto nchi yenu. Na mbaya zaidi, wao kwa kuwatuma ninyi muashe moto nchi yenu, kwa kuwatuma ninyi mfanye fujo, wao wanalipwa, wanafugwa, wanalipwa, wamepewa magari mazuri, wanatembelea, wamewekwa kwenye majumba mazuri kwa gharama ya maisha yenu nyie huku wa Tanzania. Juzi tuliwakamata baadhi ya vijana wao waliowatuma, wamewaweka eti wasajili vijana na wawapeleke barabarani, na wao wanawaambiwa muwapeleke maeneo, huku wakiandaa watu wakawashambulie wafe, na kwamba wakifa nchi itapata sifa mbaya, serikali itapata sifa mbaya. Eti wao wakifanikisha kupeleka watu wakafa wengi, mmoja anaambiwa yeye atalipwa milioni 300. Mmoja anaambiwa atalipwa milioni 300 akipeleka watu wakafa wengi. Mmoja anaambiwa tumemkamata, anasema mwenyewe, sio maneno yangu, anasema analipwa milioni 5 kwa mwezi. Kazi gani anafanya? Anaandikisha watu na kuwashawishi, anawaambia awapeleke mahali. Wakishawapeleka mahali, ndio maana tulimkamata yule mtu mmoja akiingia na mabomu. Ukishawapeleka mahali ionekane kama kuna fujo, wawaue, waseme serikali. Na ndio maana kila siku wanavizia siku zenye matukio yenye mikusanyiko ya watu wengi. Wanafanyia biashara damu ya watoto wa Kitanzania. Hatuwezi tukakubaliana nayo. Hii hatuwezi tukakubaliana nayo. Na ndio maana anasema kila Mtanzania amkeni. Angalia na aina ya mtu anayekutuma kuwasha moto nchi yako, yeye ananufaika na nini? Yule anayetuma kwa kutumia grupu la WhatsApp, yeye anafugwa kule, amepewa nyumba, amepewa gari, analishwa, analipwa. Wewe anakuambia tutakupa chupa ya petroli. Halafu yule anayekuletea chupa ya petroli, yeye analipwa kila mwezi milioni 5. Nakushukuru sana, umesema hatutaki tena hiyo. Nakushukuru sana. Lazima kila mtu aamke, tuendelee kuambizana, na tukimpata mtu anayefanya hivyo, wala tusifanye siri. Mtu anayepanga kuua Watanzania msimfanye siri. Mkimpata toboeni hilo jina, wekeni wazi hilo jina, pelekeni kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Msiseme ni jambo la jeshi la polisi, ni jambo la jeshi la ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Jukumu la ulinzi wa Tanzania ni la kila Mtanzania. Na hawa watu, ndugu zangu, nasema wazi kwa sababu siwasingizii, na teknolojia ni moja wa shahidi wa ukweli. Ukisema mara moja, ushahidi ule unatunzwa. Hawa wanaharakati hawa hawajazaliwa awamu ya Samia, wala hawajaanza jana, wala ubaya na nchi yetu hawajaanza awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hawa hawajawahi kuipenda nchi yetu. Nitawakumbusha mambo machache tu. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 walimtukana sana mzee yule, tukana sana. Basi tukasema labda kwa sababu muungwana sana, labda ameacha mianya mingi ya masuala ya uwajibikaji. Na yeye wakati anaondoka akasema mnaniona mpore, na waletea chuma, na akaleta chuma kweli kweli. Alivyoingia Rais Magufuli na Samia akiwa makamu wake, wakaanza mikakati mikubwa ya kuisukuma mbele nchi yetu mpaka ikaingia kipato cha kati. Miradi iliyokwama wakaanza kuikwamua, miradi mipya mingi tu, ikiwemo na huu mradi wa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Lakini wanaharakati hawa
walimtukana Rais Magufuli matusi yote mabaya uliowahi kuyaona, yote. Walimkejeli, kejeli zote. Walimchora mapicha yote mabaya. Walimtukana matusi ambayo sisi wafugaji hata mbwa wako hawamtukani matusi haya. Hawa. Na wakumbusha vijana, usije mkadhani wakikuhamasisha sasa hivi dhidi ya serikali ya awamu ya 6, usije ukadhani wameanza na Samia. Mungu akaja akamuita kiongozi wetu. Rais Magufuli alipofariki, wakafanya sherehe na kejeli juu. Hawa. Leo hawa ndo wameipenda nchi yetu. Nchi nzima tukiwa kwenye majonzi, msiba, watu wanagaragara kwa msiba, wanaharakati hawa walifanya sherehe na kejeli juu. Hawa ndo wamekuwa wema kwa nchi yetu hawa. Wameanza lini wema huo? Hawa ndo wamekuwa wakutuongozea kwenda nchi ya ahadi. Hawa waliofanya sherehe sisi tukiwa tumefiwa. Hawa na ndio maana mimi nasema sisi serikali tuna wajibu. Na mimi niwaambieni Watanzania, tukiwapa taarifa hizi mjue tuna chanzo rasmi cha taarifa. Wala watu wasije wakawabadilishia wakawapeleka kwenye viajenda vidogo vidogo hivi. Nilikuwa nasikia juzi hivi baada ya tamko la waziri wa mambo ya ndani linalohusu mikutano ya vyama vya siasa, wakataka kudogosha hivi jambo, kudogosha hivi, wakidhania ni mambo ya UCCM na Uchadema. Sikilizeni niwaambieni ndugu zangu wa Tarime, vyama vya siasa viko kikatiba, wala hatuna ugomvi na mambo ya vyama vya siasa. Vipo kikatiba, na yeyote aliyeko chama kingine chochote kile unachochagua, wala hujavunja sheria wala hujatenda kosa, viko kikatiba, wala hatuna huo ugomvi, na kila siku tuko pamoja. Hapa tunaongelea jambo kubwa la usalama wa nchi yetu, usalama wa raia wa Tanzania. Tunajua njama na mipango inayopangwa na hawa waovu. Wasitake kudogosha kupeleka kwenye mambo ya vyama. Hivi viko kikatiba, na hata sasa hivi tutajiridhisha na mambo ya usalama, vyama vitaendelea na mikutano. Tutajiridhisha na masuala haya ya usalama hivi kesho kutwa, tarehe ngapi hiyo, wataendelea tu na mikutano, wala hatuna ugomvi nao. Lakini tukiwa tumeshapata michoro ya njama za aina hii, tutakuwa sio watu wema tukiachilia watu wakapata madhara, wakiwemo hata hao wa vyama vya siasa. Na kwa hizi njama zao hizi za kutaka kugombanisha serikali na wananchi wake, unaweza ukawepo tu mkutano wa chama cha siasa hapo, wakarusha bomu, alafu wakawahi kuposti hao ni serikali hao ni polisi hao. Kwa sababu njama za aina hii hazijaanza na serikali ya awamu ya 6. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 waliwahi kutupa bomu la kuua, bomu la moto kwenye mkutano wa Chadema. Mmesahau? Waliwahi kutupa bomu la kuua kanisani. Kanisani ibada inaendelea, bomu linatupwa la si la machozi, bomu la kuua. Ndio maana anasema hata hii mingine hii ni michezo hii tunaendelea kufuatilia mmoja mmoja. Ndio maana tukasema hatupuzi taarifa hizi. Na niwaambieni Wanatarime, serikali haitakuwa na mchezo kabisa na njama za aina hiyo na michezo ya aina hiyo. Tutachukua hatua kali kweli kweli kwa yeyote anayefanya mambo ya aina hiyo. Usalama na ulinzi wa nchi yetu ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa raia wa Tanzania ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa rasilimali na mali za Watanzania ni jambo la kipaumbele. Kwa hiyo wala wasitupeleke kwa kudogosha mada kubwa na ajenda kubwa ya usalama wa nchi yetu na raia wake na rasilimali zake, kwa kuanzisha viajenda vyama vya sisi huko kwenye vyama vya siasa ni marafiki. Na hata haya mambo ya kisiasa haya nini tunapangaga kabisa tuendeshe namna gani. Simuwaulize hao waliowahi kuwa kule wawaambie. Tukimaliza kuapishwa tunatafuta nyama choma iko wapi. Hatujawahi kuwa na ugomvi. Lakini
tuna mada moja inayomhusu kila Mtanzania, na mada hiyo ni ulinzi wa taifa letu, ulinzi wa raia wake na rasilimali zake. Hili ni jambo la kila Mtanzania, bila kujali ni wa chama gani, bila kujali ni wa dini gani, bila kujali ni wa kabila gani. Hili linatuunganisha wote. Ndio maana tumesema hii ni ajenda namba moja. Lazima tukiona kuna tishio, sote tukubaliane kulinda nchi yetu. Watanzania tutakuwa watu wa ajabu sana tukigawanywa. Hivi hamjaona mataifa mengine ambayo likiguswa wanavyoungana wananchi wake? Hamjaona? Hamjaona baadhi ya mataifa likiguswa watu wanaungana? Ninyi mkiona wanaandika mnadhani wanamlenga rais. Mbona katiba yetu iko wazi? Rais atakaa kipindi chake atamaliza. Mbona katiba iko wazi? Hilo sio tatizo, na wanajua katiba yetu iko wazi, na viongozi wa Tanzania hajawahi kutokea anayeng'ang'ania madaraka. Wanajua katiba iko wazi. Kinachowasumbua ni rasilimali. Kinachowasumbua sio uongozi, ni rasilimali. Na haya mambo yalishawahi kufanyika maeneo mengi. Na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Maana haya hayafanywi na taifa. Yanafanywa tu na waovu hivi. Wasijifiche kwenye mambo ya mahusiano ya kimataifa. Wale walio waovu, si tunawaambia, na wale wanaowatuma tunawaambia, tutailinda nchi yetu mpaka jasho la mwisho, mpaka damu ya mwisho. Kwa hiyo niwaombe tena wanaTarime, kwa mazingira haya ya vibaraka, wao wanalipwa, wanatuma wasajili vijana wawapeleke mahali wakauawe ili wao walipwe fedha nyingi, na wameandaa na watu wa kulipua. Na waombeni sote tuwe walinzi wa nchi yetu. Wale tuliowakamata wanaendelea kutuambia michoro yote. Mmoja alikuwa analipwa milioni 3 kwa mwezi, ameahidiwa kwamba akipeleka vijana wakafa yeye atapewa milioni 300. Mmoja analipwa milioni 5 kila mwezi kusini kule, akaambiwa akipeleka vijana ataelekezwa wapeleke wapi. Wanajua walipuaji wao waliowaandaa, wakishawalipua waseme ni polisi wachafue nchi yetu. Wanasema yeye atapewa milioni 500. Vijana kataeni kutumika. Yaani wenzenu wanahakikishiwa kulipwa milioni 500 alafu wewe uende barabarani.